Sasa si ndio hii mnabweka atakuna huko. Hii inabweka kama German Shepherd sasa. Wacha wabweke kabisa, nijue document zangu walipea nani. Daktari. Yes. Sasa wacha wapitishie sasa hiyo adabu yao, wacha wakule adabu yao. Alafu sasa baada ya hapo walete hizo vitu zote ambazo zimebaki. Wanaongelesha daktari na madharau, ati hakuna kitu anaweza kufanya. Si ndio hii sasa? Ndio Bosco huyu. Baada mlienda kwa huko. Mlitangaza. Hii ni umbwa gani? Hii ni umbwa gani? Mlikuwa mnajifanya hapa. Wallahi nimefurahia. Hello guys, maswala kama msafiri guys, kama kawaida mjua kenye tunafanya kisha unajua mmesikia venye mambo ilienda mazena, daktari ameweza kutuambia kenye ilikuwa inaendelea kwa hii familia, unaelewa? So na hao wamekataa waweze kurudisha hizo documents, unaelewa? Na pia hizo vitu zenye walifanyia wasichana sio mzuri. So daktari amesema lazima wapewe punishment, alafu na atakinga hawa wasichana na vitu kama hizo zitawahi wapenia pia na Charles, unaelewa? So daktari, yes, utaongea na Charles venye ulikuwa umesema sijui anataka nini punishment gani from So Charles, nimeona wasichana kwa sababu ya vitu ambazo wamepitia, kwa vitu ambazo zilitendeka jana, kwa hiyo rape ambayo walipitishiwa, wamesema wanataka wabweke. Uko sawa na hiyo? Mimi niko sawa. Watoto wangu wamesema wanataka wabweke. Pia wao walipanishiwa, acha hao wapweke sasa waone wenyewe hiyo ni yao. Wabweke waone, daktari ndio final say yao. Nyinyi kuna kitu lazima mbweke, mnabweka. Hiyo ni yenyu. Hiyo ni yenyu. Hiyo ni yao. Hiyo ni yenyu. Nafanya iko tu kama ya umbwa, lazima mbweke. Hakuna tubweke kitu. Wewe unasema tubweke, tunabweka nani? Mnadanganywa mtaa. Tuko sawa sisi. Hakuna mali. Daktari, Yes. Fanya mambo sasa. Sawa. So mimi nimejaribu upande wangu, lakini pia lazima ningewapanisha mtoto wangu sababu tabia ambayo walifanya si kitu mzuri. Si kitu mzuri, na watoto nimeongea nao, mtapata haki yenu. Na baada ya hapa tutaongea zaidi, sawa. Baada ya hapa tutaongea. Unajaribu ama unafanya kazi? Unajaribu ama unafanya kazi? Anafanya kazi, si kujaribu. Command hiyo yenyewe. Hebu ni command nifanye kitu juu ulikuwa umepewa command. Juu unasema yeye anajaribu. Wewe anajaribu. Si command. Command. Command nani? Unipe time, ni command nani? Command. Mbona unapewa time? Ni command. Command. Toka uende. Anaenda wapi? Command Toka. Mbona yendi? Wewe wacha tusikize daktari. Wewe ni kutupigia tu hapa kelele bure. Wacha kwa ufupi, wacha nimwonyeshe vile command inafanya. Charles. Asante, kazi kwako. Asante. Msema unataka wafanye nini? Mimi nataka watu wabweke hapa. Sawa. Kwanza si yeye amejiita, amesema ati hapa kuna German Shepherd. Sasa yeye ndiye atakuwa German Shepherd hapa leo. Ndio hiyo nimepewa command. Na sibatishi. Hakuna, si ndio? Mzee umesahau. Hizo zako tumezoea. Yes, alikuwa anasema. Kuna homa. Sawa. Pia nyinyi mnakataa. Hakuna bado. Hautabweka. Wako na Ebola, si ndio? Sio umekataa Ebola hao. Umesema hakuna. Hapana bwana. Umesema kuna. Wewe huwezi nishtua bwana. Nilitoa sijawahi ona watu wakibweka hivi daktari. Niko na furaha. Nataka wabweke kabisa daktari. Mbona sana. Yes. German Shepherd. Hata ukienda Amerika, wewe pigia daktari simu, anafanya kazi hata akiwa. Mimi hivyo ndio mimi naaminia daktari. Daktari mimi nakuaminia sana. Tangu mwanzo nikiwa na wewe mpaka sasa. Wacha wabweke. German Shepherd ndio nataka ibweke kabisa. Bali ambapo alienda iwasaidie sasa.
Fanya nini wadumu? Sasa si ndio hii mnabweka atakuna huko. Hii inabweka kama German Shepherd sasa. Wacha wabweke kabisa nijue document zangu walipea nani. Yes. Sasa wacha wapitishie sasa hiyo adabu yao, wacha wakule adabu yao. Alafu sasa baada ya hapo walete hizo vitu zote ambazo zimebaki. Kuongelesha daktari na madharau ati hakuna kitu anaweza kufanya. Si ndio hii sasa? Ndio Bosco huyu. Baadaye mlienda kwa huko. Mlitangaza. Hii ni umbwa gani? Hii ni umbwa gani? Mlikuwa mnajifanya hapa. Wallahi nimefurahia. Daktari mambo ya best. Umeona sasa pia wao wacha wafanye linda boma yangu. Hii umbwa inaweza linda boma yangu hii. Hii inabweka vizuri. Sasa mimi nataka Inabweka kama bulldog. Kuna kazi nilifanya juzi Germany. Kuna mfanyikazi alikuwa amekataa kulipwa kwa miezi kadhaa Germany. Sasa akaniambia daktari nifanye nini, na akaanza kumtesa. Akasema nataka abweke. So mimi nikafanya command yangu nikikuwa hapa Kenya tu. Akiwa Germany, mwajiri akabweka masaa mawili na akamlipa pesa yote hiyo miezi yote ambayo alikuwa anafanya. So hii ndio dawa yao mtoto wangu. Kuna mwenye ulisaidia mwenye alikuwa Amerika ana green card. Yes. Watu ni wengi. Unajua nikianza kuhesabu, siwezi hesabu. Siwezi hesabu nikamaliza. Ndio? Yes. So wewe ndio utaona venye utawaambia waende hizo documents walete hapa. Mimi kwanza kama bado kuna documents zangu mimi sina shida. Mimi nataka tu nijue penye ziko. Sawa, utawaguza waguze waende. Kama wewe unaletea documents. Bweka tu kienda kuletea document. Unabweka tu kienda. Unabweka tu kienda kuletea document. Mnabweka tu mkienda kuletea document zangu. Imetulia sana. Hii ni na haumbwa hanyonga. Haezi linda boma. Hii kama inabweka kama dogi gonjwa hii. Ama kamelewa. Ama kamelewa, venye analewanga. Yes. Mimi nimeshukuru. Sasa nikishapata hizo dokumenti zangu, najua hii adhabu wamepata hii. Hakuna siku nyingine. Hakuna siku nyingine, najua wamepata sasa funzo. So daktari mimi nashukuru sana. Wacha walete dokumenti zangu, tukimalizana document tujue maneno mengine tena inaenda aje. Kwa sababu maneno bado ni mingi venye ulisema. So mimi nashukuru sana. Wacha walete. Alafu tukishamaliza tutapatana wote. Niende washughulikie nyinyi wote niwekee kinga. Alafu mtoto yangu nikishawafanyia hiyo hata muenda wapi. Alafu baada hapo pia nifungulie njia zenu. Unajua kuna mambo mengi sana ambayo mmepitia. Kuna paka zile visirani, unajua kulala na mzazi si kitu mzuri. Si unaelewa? Kuna vitu mingi ambazo zitawafuata. Niende niwaondolee hizo visirani, niwaondolee hizo mikosi, niwaondolee hizo laana ambazo zitawafanya maisha yenu isikuwe mzuri. Alafu maisha yenu ikuwe sawa. Na msiwahi regret. Mambo kama hii utokea, ndio sasa watu kama sisi wenye tumepewa hiyo talanta ndio pia waone Mungu anafanya kazi sawa. So msikuwe na wasiwasi na msichukie wazazi wenu. Kitu ya maana bora mkubali na maisha ni badilike sawa. So mtoto wangu wacha watu wangoje. Tunaweza kaa tu hapa mahali wako wanaenda mahali waliweka. Unajua wameenda pamoja kwa sababu ni kitu ambacho walikuwa wamekaa kikao. Sawa. Sasa yeyote ambao walihusisha na yeye watapebana wakuja hapa. Sawa. So wacha tuangoje na kila kitu itakuwa sawa. So nyinyi msijali, daktari atawafungulia njia, atawafungulia njia pia mtapata kazi, unaelewa? Mkae maisha yenu pia nyinyi mkae maisha mazuri, sawa? Na in case of any problem just reach out to daktari, atawasaidia, sawa? So Charles, naelewa uliumizwa kidogo but sasa hizi from now mambo itakuwa sawa. Unaona kuna mahali walienda na kumbe hizo vitu zenye walienda wakaambiwa zifanye kazi. Kofi hata kuna kitu imefanyika. Atipotea. Hakuna kitu. Mimi
Mimi nashukuru daktari. Ndio kwa sababu nimesimama na yeye mpaka saa hii. Na tunawangoja tu hapa walete hizo document. Mimi nashukuru sana. Asante mtoto yangu. Usikuwe na wasiwasi. Sawa.